ni sehemu uh, ni sehemu ambayo nimeibobea zaidi, naweza nikasema. So kwa wale ambao tufahamiani, naitwa Said Hassan, fitness ambassador, na twende moja kwa moja kwenye weight management. Najua tukiongelea kwenye uzito, namna gani mtu anaweza kaluzi uzito au aka manage uzito wake, ninazungumzia kuna vitu vingi sana. So cha kwanza, we ambaye unataka kuelewa weight management, cha kwanza, kuna sababu nyingi kwa nini watu wanakuwa na uzito mkubwa. Kwa nini watu hawapungui uzito? Sababu ziko ni nyingi sana. Na unaweza hata wewe ukaniandikia hapo kwenye chats ukasema, bwana, mimi nahisi sababu kubwa ni hii na hii na hii na hii, lakini tunaweza tukazitaja chache. Na hivi ni vitu ambavyo ni basic, especially kwa ule ambaye unataka kwenda kuuza hizi bidhaa. Inabidi uwe na uelewa kidogo. Hautaelewa tu C9 pekee au F15 peke yake kama program zetu, ila unatakiwa pia uelewe elimu behind kwa nini watu wanaongezeka uzito, kwa nini watu hawapungui uzito. Kuna mtu anaweza kaja akakwambia, hata mimi bwana nimetumia bidhaa zenu lakini sijapungua uzito. So ukishaelewa kwamba kuna mambo mengi tofauti, kwa mfano namna ya kula, ina maana uzito pia unaweza, mtu anavokula inawezekana kabisa ikachangia asipungue uzito. Kuna mtu unakutana naye kwamba mimi mbona nakula vizuri na nini, lakini unajikuta yule mtu labda kwenye kula yake anavyosema anakula kidogo, lakini anakula kweli kidogo, labda kuku kidogo, mboga mboga, lakini hapo juisi glasi mbili, matunda ya kutosha. Kwa hiyo unajikuta kweli anakula kidogo kile anachokisema, bila kujua vitu vingine anavyoviongeza, karanga sijui nini, vyote hivyo. So wewe ukiwa na elimu hiyo ya kujua kwamba kwa nini watu hawapungue uzito, inawezekana pia hawapimi, hawafanyi mazoezi. Unawezekana pia watu wengine wana matatizo ya kihomo, yani ya kimetabolic. Kwa hiyo inahitaji labda mtu asafishe mwili na vitu kama hivyo. Kuna vitu tofauti tofauti ambazo vinaweza kumpelekea mtu asiweze kufanya nini, asiweze kupungua uzito. Sasa hii ni elimu pia nakupa wewe, uweze pia ukajifunza zaidi, lakini leo tutajifunza zaidi tu hizi programs, ili twende kuzielewa na namna gani pia utaweza kuziuza hizi program. So part yangu itakuwa ni kuelezea program ya weight management, na especially nitaongelea C9 pamoja na F15. Tutaziongelea vizuri na nitaongelea mifano baadhi ya watu ambao wametumia na unaitumiaje kidogo, lakini baadaye atakuja Pius kwa ajili ya kutuelezea namna ya kuziuza vizuri, ili uweze kupata nini, uweze yani tuseme uweze kupata pesa, naweza kusema pesa kwa ujumla. So C9 ni program ambayo inamsaidia mtu kusafisha mwili yani basically ni nutritional program ya kusaidia kusafisha mwili. Then advantage mtu anaipata, inamsaidia pia kupunguza uzito. So mtu yoyote ambaye anaanza C9, lengo la kwanza ni linatakiwa liwe kusafisha mwili na wala sio kupunguza uzito. Lakini watu wengi huwa wanafikiri ni kupunguza uzito tu, na ndio maana inapelekea watu wengi kusema, mimi bwana siwezi kutumia hiyo kwa sababu mimi sio mnene. Okay, kwa hiyo hii ni C9 ambayo ni mtu yoyote anaweza kutumia. Kama tunakunywa milo mitatu kila siku, na tunapata toxics tofauti tofauti, tunahitaji cleansing. Na dalili ni nyingi sana ambazo zinaweza kufanya uone kwamba unahitaji kupunguza, kusafisha mwili wako. Kuna vitu tofauti. Kuna watu akila tu wanaenda kulala. Kuna watu wanachoka choka tu, yani wakati wote. Kuna sababu ni nyingi. Kuna wengine hawapati vyoo na nini. Zote hivi vinahitaji ufanye nini? Ufanye cleansing. Kwa hiyo hii cha kwanza ni program ya siku 9 ya kusaidia kusafisha mwili. Ila wengi wanapata pia matokeo ya kupunguza uzito, kwa sababu unavo cleanse, kuna vitu ambavyo vinakusaidia pia kwenye ku lose weight. Kwa hiyo faida ya kwanza ni kusafisha mwili, then kupunguza uzito ni kitu ambacho kinafuata. Then hii ni program ya siku 9. Mtu akiimaliza anaendelea na hii program ya siku 15, ambayo itamsaidia kuweza kumpa tabia ambayo mtu anaihitaji, ili aweze kupunguza au aweze kuwa na afya njema, au anaweza kuwa na tabia ambayo ni muhimu. Sasa kwa mfano, ukifanya C9 siku 9 tu,
F15 ni siku 15, jumla ni siku 24. Mwili wa binadamu unahitaji at least siku 21 kuweza kutengeneza tabia ambayo utakuwa unaifuatisha kila siku. Kwa mtu akifanya siku 9 tu peke yake anakuwa amefanya only 9 days. Kwa hiyo ukifanya na siku 15, jumla utakuwa umefanya siku 24. Ina maana ni beyond zile siku 21. Kwa hiyo tuna recommend mtu aweze kutumia C9 na kutumia F15. Kwa hiyo nitaziongelea zote mbili ili uweze kuelewa. Sasa tutaanza na hii C9. C9 ni program ya siku 9 ambayo hapo ndani ina bidhaa 5. Ina bidhaa 5. Nilichambua kila bidhaa hapo ili uweze kuielewa vizuri. Tuna bidhaa hapo inaitwa aloe vera gel. Aloe vera gel moja ya bidhaa nzuri sana, bidhaa mama ya kampuni ya Forever ambayo imetengenezwa, ni ndo bidhaa ya kwanza kuweza kutengenezwa na kampuni ya Forever, na ni bidhaa ambayo inafanya kazi nyingi sana kwenye mwili wa binadamu. Cha kwanza ina nutrients zote ambazo mwili wa binadamu unahitaji. Ndio maana watu wengine wanaita hii dawa, lakini hii sio dawa. Inaupa mwili virutubisho vile ambavyo vinahitajika, na ndio maana watu wetu wanaita nini? Wanaita dawa. Lakini pia aloe vera gel ni drink ambayo inasaidia kwenye kusafisha mmeng'enyo wako wa chakula, lakini pia inasaidia uvutwaji wa virutubisho viweze kuwa vizuri. So kwa nini ni muhimu kwa mwili wa binadamu kusafishwa? Ndio ili upate kupungua uzito vizuri. Kwa sababu unavyosafisha na maana hata virutubisho vinavutwa vizuri, vinafyonzwa vizuri. Kukiwa mmeng'enyo wako wa chakula ni mchafu, basi hata chochote unachokula, chochote ambacho unakula ili mwili wako upate na kurutubisha ule mwili, hauwezi kupatikana kwa sababu mwili wako ni mmeng'enyo wako wa chakula ni mchafu. Kwa hiyo vitu vinapita kama uchafu na vitu kama hivyo, so huwezi kupata zile nutrients ambazo unazihitaji. So mtu lazima atumie aloe vera gel kwa ajili ya cleansing, na ni muhimu sana. Kwa hiyo kwenye kupungua uzito kazi yake kubwa, ndio maana inaitwa Clean 9. Kwa hiyo ina maana utapata juisi mbili ambazo zitakusaidia kusafisha mmeng'enyo wako wa chakula, lakini mwili wako kwa ujumla, na itasaidia uvutwaji wa virutubisho uweze kwenda vizuri. Lakini hii haifanyi kazi hizo tu. Inavyosafisha mmeng'enyo wako wa chakula, ina improve hata circulation, mzunguko wa mwili wako kufanya kazi, ina improve hizo metabolic disorder. Unajua kuna namna ambavyo hii metabolic disorder ni namna mwili wako unavyoweza kutumia chakula na kukigeuza kuwa nguvu, lakini pia kupunguza mafuta mwilini na sukari mwilini, na hii basi inasaidia pia hata ufanisi wa mwili kwenye kufanya kazi vizuri kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana hii aloe vera gel kuweza kuitumia hata kama sio mtu unaenda kupungua uzito. Kwa hiyo ina boost pia immune yako, kinga ya mwili wako inaiboost na kuwa vizuri. Inasaidia pia kwenye vimbe, kutoa vimbe mbalimbali na katika mwili, lakini pia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa ujumla. Kwa mtu anayenunua aloe vera gel inamsaidia kwenye hivyo. So kwenye C9 utapata aloe vera gel mbili. Baadaye nikimaliza nitaelezea tu namna ya kuielezea kwa haraka, maana unavyomuelezea mteja utaeleza mambo mengi, hii na hiki na hiki na hiki na hiki, vitu vingi vinaweza kumfanya yule mteja hata asinunue hiyo programu yenyewe. Kwa hiyo kwa kifupi, aloe vera gel inasaidia kusafisha mmeng'enyo wako wa chakula, inasaidia pia mmeng'enyo wa chakula ukiwa msafi, na maana hata nutrition absorption, uvutwaji wa virutubisho unakuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo mtu anapata matokeo mazuri zaidi. Lakini aloe vera gel ni moja products ya pili inaitwa Garcinia. Garcinia bwana, hii ni moja products nzuri pia kuweza kuitumia kwa mtu anayetaka kupunguza uzito, na ipo kwenye programu ya C9 ambayo yenyewe ni kazi yake kubwa ina kazi kubwa mbili. Cha kwanza ni kusuppress appetite, kupunguza ile hamu ya kula, lakini pia kusaidia kuburn mafuta pia zaidi yaliyoko kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo inamsaidia mtu yoyote kuweza kupunguza uzito. Lakini inafanyeje ili uweze kupunguza uzito? Cha kwanza, Garcinia ina increase ile energy level, kwa sababu Garcinia inapunguza mwili, ina prevent mwili wako kwa kifupi inabadilisha mafuta yaliyoko ndani ya mwili kwenda kutumika kama energy, na hivyo basi ina change hata ile mood ya mwili wako. Ndio maana wanasema mood ya mwili wako inaanzia tumboni. Kwenye tumbo lako kuna chemical substance inaitwa serotonin,
ambayo hiyo uwaga kuna hydrocetic acid ambayo ndio inasaidia ile serotonin level, yani kuweza mudi yako kuweza kubadilika. Kwa mtu anayetumia Garcinia, cha kwanza Garcinia inamfanya mtu asiwe na anxiety, asichokechoke, asiwe na disappointment yoyote. Ndio maana mtu anayetumia C9 huwezi kumkuta yuko mnyonge mnyonge, kwa sababu inamfanya awe na mudi nzuri zaidi. Na hii Garcinia inasaidia kuyeyusha mafuta yaliyoko sehemu mbalimbali za mwili na yanabadilishwa kwenda kuwa mwili. Sasa hapa nataka nijibu swali moja. Kuna mtu atasema, huwa wanauliza watu maswali kwamba nataka program ya kupunguza tumbo tu, au mikono tu, au sijui mapaja tu peke yake. Ni kwamba sayansi ya kupungua iko hivi. Mwili ukisha kula chakula kikatumika, baadaye kile excess kinahifadhiwa kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Kuna wengine mafuta yanakimbilia kwenye tumbo, wengine kwenye mikono, wengine kwenye kifua, wengine kwenye mapaja. Kwa hiyo unajikuta, ndio maana unaweza kukuta mtu mnene kifuani tu, huku kwingine mwembamba, mwingine sehemu za nyuma, mwingine hips, mwingine sehemu tofauti tofauti, ndio mafuta yanapokaa. Kwa hiyo huwezi kupungua zile sehemu ambazo hazina mafuta ya kutosha, yani hakuna kuhifadhi wale mafuta. Kwa hiyo hii unavyotumia Garcinia inakusaidia kubani yale mafuta yaliyoko sehemu mbalimbali za mwili. Mimi nikiongezeka uzito, mara nyingi sana huwa naongezeka hizi sehemu tunaita love handles, kwenye tumbo la chini na kwenye nyama za hapa mgongoni, ndo mara nyingi ndio sehemu ambazo mimi naongezeka. Lakini kuna wengine unakuta ni kifua kinaongezeka zaidi, wengine mashavu, wengine tumbo, wengine mikono. Kwa hiyo kuwa huru kwamba C9 inamsaidia mtu yoyote. Hata akija kusema mimi tumbo tu, of course unampa C9 kwa sababu ataenda kupungua hiyo sehemu ambayo anahitaji. Hope nimeelezea vizuri na mtu ameelewa kuhusiana na hiyo point ambayo huwaga inaulizwa na watu wengi sana. Lakini sasa mtu anayetumia C9, of course anaitumia Garcinia, inamsaidia kama nilivyosema, ina ile chemical substance ambayo inaitwa serotonin, ambayo inapunguza ile hamu ya kula ovyo ovyo. Kwa mtu anayetumia Garcinia hata sikia njaa ya kula ovyo ovyo, hata kuwa na ile emotional feelings ya kula. Kwa utakula kidogo, utaendelea na shughuli zako, lakini hautasikia ile kula, hautakuwa na stress, anxiety, hautakuwa na sadness kama nilivyosema. Kwa hiyo point ya msingi ni kwamba kwa mtu yoyote ambaye anatumia Garcinia, ana uhakika kabisa ile hamu ya kula itaondoka, lakini pia ana uhakika kabisa wa mafuta kuweza kuyeyushwa vizuri sana, kwa sababu na mwili wako utageuza mafuta yaliyoko ndani ya mwili kwenye kufanya kazi na kutengeneza ile energy. Kama hapa naongea na nyinyi, ina maana natumia energy, ina maana ni mafuta pia yanatumika pia, si ndio? Ukitembea, ukifanya kazi, kufanya shughuli yoyote, basi inakuwa hivyo. Kwa hiyo inapunguza ile emotional eating na ina balance vizuri kabisa. Lakini pia products zetu nyingi inasaidia pia kwenye appetite control, ambayo mtu yoyote watu wengi ambao ukiauliza watu wengi kwenye kupungua uzito watakwambia bwana, mimi chakula. Kwa hiyo appetite control inakontroliwa na Garcinia, okay? Lakini pia ingredients ambazo ziko huku, it's amazing. Garcinia inatokana na mmea ambao uko huko Southern Asia ambao unaitwa Garcinia cambodia. Kwa hiyo kuna Garcinia nyingi, lakini hii ya kwetu ni Garcinia cambodia. Kwa lakini pia Garcinia hii kama nilivyosema, ina hydrocetic acid, kwa ina reduce ile conversion of carbohydrate to fats. Kwa hiyo mwili wako utapunguza kubadilisha yale mafuta yasiende ule wanga usiende kuwa kwenye mafuta, ambao baadaye huwa unahifadhiwa kwenye sehemu mbalimbali za mwili, kama nilivyosema, wengine tumboni, wengine sehemu tofauti tofauti. Products zetu nyingi sana zina plus, kama mmegundua. Kuna Ag plus, kuna Lithium plus, kuna products gani nyingine ina plus? So products yote ambayo ina plus ina maana ina vitu zaidi. So Garcinia plus
yenyewe ina sunflower oil ambayo inasaidia pia kwenye mishipa ya damu na kufanya pia kuwa flexible, lakini pia ina chromium ndani yake, ambao kwa mtu ambaye ni wa sukari pia gasina inamsaidia sana. Ndio maana mtu wa sukari anaweza akatumia gasinia vizuri, kwa sababu inaweka uwiano sawa wa sukari pia. Kwa mtu anaweza akapungua pia uzito vizuri kwa kutumia gasinia. Okay, so ukiachana na gasinia, products ya tatu ambayo tutaenda kuiongelea kwa gasinia inafanya kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza ni kupunguza appetite ya kula ovyo ovyo, ambayo ni changamoto za watu wengi. Kazi ya pili inasaidia kwenye kubani mafuta yaliyoko sehemu mbalimbali za mwili. Lakini kuna hii products inaitwa Forever Them. Forever Them ni moja ya products nzuri sana ambayo inasaidia kwenye kuongeza metabolism, yani ufanisi wa mwili kwenye kufanya kazi. Kwa hiyo inaongeza ile energy level ya mwili wako. Kwa hiyo mtu anayetumia Them, utagundua kama ukinywa Them saizi ukaenda kufanya mazoezi utasweat kidogo, au mwingine anakuwa na sweat. Ukinywa Them usiku utajikuta haulali, kwa sababu inaongeza ile energy level, unakuwa active zaidi. So hii ni muhimu sana kwenye kupungua uzito. Iko hivi, so kwenye mwili wa binadamu, so mfano mafuta sasa tumesema yanahifadhiwa sehemu tofauti tofauti za mwili, sawa. So ukitumia Forever Them, yenyewe kazi yake kubwa ni kuyatransport yale mafuta, yanapelekwa kwenye sehemu moja ya seli ya mwili wa binadamu inaitwa mitochondria, ambapo hapo ndo huwa kuna process inaitwa thermogenesis, ambapo ndo mafuta huwa yanakuwa yanachomwa hapo, ambayo yako sehemu mbalimbali za mwili. Sasa hii Them yetu ina three plants, yani ina mimea ambayo inasababisha hayo mafuta yaweze kuwa burned kupitia hii process inaitwa thermogenesis. Uhitaji hata kuclaim haya majina, nitaelezea tu kwa kifupi points zake chache, ili uweze hata kuwa mteja unaweza kumuelezea vizuri. Kwa hii gasinia ndani yake, hii Them ndani yake ina guarana seeds. Guarana seeds ndio inaokupa energy, ambao pia tunayo hata kwenye Forever Fab. Lakini pia ina raspberry ketones. Hizi raspberry ketones zinasaidia kuburn mafuta tofauti tofauti ambayo yako sehemu mbalimbali za mwili, na wanasema pia hata inasaidia sana kubani mafuta yale yaliyoko chini kwenye tumbo, pamoja na hizi green coffee na green tea. Ndio maana huko mtaani kuna watu wanauza slimming tea, wanauza green coffee tea. So hii Forever Them ni zaidi ya zile slimming tea, green coffee. Why? Kwa sababu ina vitu tofauti. Kumbuka ina vitamin B1 mpaka B12. Hizi B1 mpaka B12 zinafanya nini? Ndio vinavyofanya ufanisi wa mwili kufanya kazi vizuri. Lakini pia ina vitamin C, ambayo hiyo vitamin C pia ni muhimu kwenye afya ya mwili wa binadamu. Okay, so Forever Them kwa kifupi inaongeza energy level. Kwa mtu atachoka choka kati anaitumia. Forever Them ni moja ya products ambayo itasaidia kubani mafuta mbalimbali yaliyoko sehemu za mwili. Na kwa nini mtu ataipenda? Kwa sababu pia ina hizi added advantages zingine tofauti, kama hizo raspberry ketone, green coffee, green tea, hivyo vitu vya namna hiyo. Lakini mtu wa sport anaweza kuitumia. Mimi nimesema hapa ni baada ya hii training yangu nitaenda kukimbia, ni kwa sababu nitatumia Them na nitaenda kuikimbia, nitakuwa na energy moja nzuri sana kati nakimbia. Kwa wale ambao mnashangaa, saizi huku ni Tanzania ni saa 2, huku saa 1 na dakika 26. Jua ni kali nje, jua ni kali mno. Kwa hiyo naweza kwenda kukimbia na nikawa niko salama kabisa. Okay, so sport, watu wa sport wanaweza kuitumia, lakini precaution yake ni kwamba usitumie juu ya saa 12. Kwa mfano kama saizi ni saa 1, nikiitumie na maana nitakuwa active more, yani nitaweza nikachelewa kulala, kwa sababu inakufanya unakuwa active. Ndio maana mtu anaitumia C9, kama umesoma vizuri, tunatumia asubuhi na mchana tu. Jioni ukiitumia, jua tu kwamba utachelewa kulala kidogo. Okay, so Forever Them kazi zake ni hizo mbili: kuongeza metabolism, ufanisi wa mwili kufanya kazi ili mtu asichoke, lakini inasaidia kubani mafuta zaidi, kwa sababu ina green tea na green coffee ambazo zinasaidia kubani mafuta, especially yale yaliyoko chini ya tumbo, chini ya tumbo la chini. Lakini pia ni nzuri kwa watu wa sports, wanaweza kuitumia kwa sababu ina boost energy level. Then products ya 4 sasa inaitwa Forever Fiber.
Fiber ni mwili wa binadamu unahitaji kutumia fiber. Fiber ni nyuzi tu zinatokana na matunda, mboga za majani, vyakula jamii ya mizizi. Kwa hiyo unahitaji kutumia fiber. Na fiber tunazipata wapi? Kama kwenye matunda, ukimenya ndizi unaona zile fibers, umeelewa? Na ukiona ukimenya sijui chungwa unaona fiber, kila kitu unakuwa unaviona. Sasa mara nyingi mtu anasema hii mizizi mimi sitaki, lakini ile ni muhimu sana kwenye mmeng'enyo wako wa chakula. Kwa mwili wa binadamu unahitaji kupata fiber walau gramu 30, walau gramu ngapi? 30. Kwa hiyo kwa siku. Kwa hiyo kama leo hujapata mboga za majani means hujapata fibers za kutosha. So kwenye C9 mtu anapata tunapata sachets 9 ambazo zina gramu 5 ambazo zitamsaidia mtu kwenye safari yake ya kupungua uzito. Sasa hii fiber inasaidia nini kwenye mwili wa binadamu na kwenye kupunguza uzito? Cha kwanza, hii fiber ni colorless, ni tasteless, haina ladha yoyote na haina rangi yoyote. Kwa mtu anaweza kaimix na maji akaitumia, lakini pia ina improve ile system ya mwili wa ufanyaji kazi kwenye mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia tunaichukua katikati pale wakati tunaifanya. Kwa mfano umeanza C9, mtu anaitumiaga saa 3 pale, ambapo itamsaidia kupunguza ile cravings za kula ovyo ovyo, asiende akachukua vyakula vingine na kusaidia asiweze kuongezeka uzito. Kwa hiyo mtu anaitumia pale walau saa 3 saa 4 anakuwa anapata hiyo fiber yake, inamsaidia kupunguza zile cravings. Lakini fiber inasaidia pia kwenye cardiovascular functions ya system zote za mwili, kinga ya mwili inasaidia hapo. Lakini pia inasaidia kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kuanzia kwenye kutoa uchafu mwilini na uchafu especially kwenye sehemu za mmeng'enyo wa chakula. Sasa fiber kazi yake kubwa ni mtu asipate, inamsaidia mtu atoe uchafu, lakini inasaidia mtu asipate choo kigumu wala choo kilaini, ni cha katikati. Kwa hiyo hautaarisha unaotumia. Ili ni swali ambalo utaulizwa, je, nitaarisha? Kwa of course kuna wateja wanakuja wanakuambia mimi nataka kuarisha, lakini hii ni program ambayo haitakufanya ufanye nini? Uarishe. Lakini pia jambo lingine la msingi ambalo mtu unatakiwa kulifahamu ni kwamba mtu anavyotumia fiber hatasikia njaa, lakini pia itamsaidia aweze kupata choo kizuri na asiharishe pia. Na kitu kingine, Forever Right Ultra unga, products ya 5 sasa na ya mwisho kwenye program yetu ya C9. Forever Right Ultra ni unga ambao ni special protein ambao tunautumia kama meal replacement, na wenyewe una vitamins za kutosha, una fiber za kutosha, lakini pia ni powerful, una strong antioxidant humo ndani kama beta carotene na vitamin E ziko hapo kwenye huo unga. Kwa unavyotumia unakuwa ni mzuri sana kwenye afya yako, lakini pia mzuri katika kwa watu ambao wanapenda low carbs lifestyle. Yani upendi kuwa unakula ovyo, basi hii ni moja ya products nzuri sana kuweza kuitumia. Forever Right Ultra ni shake pia ambayo ina high protein, ambayo unaweza kuitumia kama meal replacement. Kwa hiyo mtu ambaye mchana unasema mimi bana niko busy, unaweza kuchanganya tule na maji au na matunda ukawa umepata mlo mmoja kamili kabisa bila shida, kwa sababu una virutubisho vingi ambavyo mwili wako pia utafaidika navyo. Na yenyewe inakuwa na soy protein kidogo na ina whey protein. Kwa hiyo inamekuwa kuwa nzuri zaidi kwenye afya ya mtu. Sasa tuna scoop ziko tofauti, nadhani Tanzania tunapata ya gramu 24. Zamani kwa kuna 24 na 17. So saizi tunapata 24. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa watu wote ambao ni sport people, bodybuilders, vegetarian, watu ambao wapendi nyama au nini, wanapenda kuzitumia. Lakini pia inamsaidia mtu apate ile proper nutrition. Kwa hiyo mtu anaweza kuamua kuitumia anavyotaka na ikakupa matokeo mazuri kwa wakati tofauti. Yule anayetaka kugain weight anaitumia namna tofauti, atakuwa hata anaiblend tofauti. Yule anayetaka ku lose weight pia anaweza kuitumia hiyo na akaitumia kwa namna tofauti, tofauti ya vitu namna anavyokuwa anaitumia. Anayetaka kugain weight atatumia kwa kuongeza vitu tofauti. Kuna wengine wana blend na peanut butter, matunda tofauti, matunda yenye sukari pamoja na matunda ambayo yana mafuta. Kwa mfano avocado, ukiweka peanut butter, ndizi,
nini. Watu ambao wanataka kugain weight it's okay kwao. Wanaotaka lose weight unabidi uangalie vyakula ambavyo matunda ambayo unayatumia, lakini pia ukiitumia hata na maji tu inakuwa nzuri, kwa sababu ina ladha nzuri ya vanilla. Na kitu kingine, ina aminotin humu ndani ambayo inasaidia pia hata absorption ya virutubisho. Wajua kitu kimoja ambacho pia point watu wengi waifahamu ni kwamba bidhaa unaweza ikawa ukasema tu bidhaa fulani nimeona ni nzuri, lakini je, mwili wako unaiabsorb? Unawezekana ikawa package ni nzuri, kwa muonekano ni nzuri, tamu, lakini je, mwili wako unaweza ukaufyonza vizuri? Basi nikwambie Forever Right Ultra ina uwezo wa kufyonzwa vizuri, kwa sababu ina aminotin humu ndani ambayo inasaidia iweze ina amino acid ambayo inasaidia iweze kuvunjwa vizuri haraka na kuweza kuabsorb vizuri kwenye mwili wako. Kwa hiyo mbadala wa chakula. Kwa tutaelekezana na namna ya kuitumia. So ni bidhaa 5 zipo kwenye C9. Juice 2 utapata pia Ultra, utapata pia Garcinia, utapata pia na Them, lakini bidhaa saizi mteja wako yote anayenisikiliza hapa, tape measure haipo kwenye package ya C9. Utapata tu kitabu na hizi products 5. Haina sheka ya kuchanganyia. Kwa hiyo ukimuuzia mteja wako, unaweza kwenda kwenye any supermarkets ukanunua sheka, ukanunua pia na nini, na ile tape measure ukaziweka hapo, mteja wako akapata. Au mwambie mteja kabisa, nenda supermarket yoyote, nunua, kwa sababu haviuzwi gharama na wateja wananunua tu na wanaendelea na program. So mtu atapata free guidance ya kitabu na kuna maelekezo namna ya kuitumia. Ukienda YouTube ya Enos Salema, kuna training nilifanya mimi namna ya kumuongoza mtu anayetumia C9. Nenda pale kasikiliza, ukajifunze zaidi namna ya kutumia. Of course tuna guidance ya vyakula tofauti. Mtu anavyofanya C9 sio kwamba hali chakula. Siku ya kwanza na ya pili anatumia products tu, maji na matunda na vitu kama hivyo. Miongozo ipo, ukitaka utatumiwa. Lakini pia vyakula tofauti kuanzia siku ya 3 mpaka ya 9. Sasa ukienda kwenye ile training nimefundisha namna gani ya kumuongoza mtu na unaelewa vizuri kabisa. Kwa hiyo kuna vyakula vya kawaida ambavyo mtu anakula. Kwa hiyo ile mtu unamuuzia C9 afu unamwacha anashinda na njaa siku zote 9 ndo unafikiri anapungua? Hapana. Kumbuka lengo la tunampa mteja, lengo la kumfanya mteja, lengo kubwa ni kumsaidia ni kumsaidia mteja wako aweze kupata tabia, na tabia ndo kitu cha msingi. Mtu hawezi kula majani tu miezi 6 mwaka, haiwezekani, hata wewe uwezi. Kwa hiyo ukijitahidi kumuongoza mteja wako namna ya kula, itamsaidia miaka yote, atakuwa vizuri. Ndio maana unaweza kukutana na mtu akwambia Saidi unakula kila kitu, wewe mbona unenepi sana au haurudi kule ulikokuwa? Ni kwa sababu ya kujifunza namna ya kula. Ndo kitu ambacho cha msingi. Hatuachi kula, ila tuna control namna ya kula. Kwa hiyo vyakula viko tofauti, guidance ya vyakula. Kwa kifupi, mteja anatakiwa ale vyakula either vya kuchoma zaidi, vya kuchemsha zaidi, kwa sababu havitakuwa na mafuta zaidi, au havitakuwa na mfano kiazi ukakikaanga, kiazi chenyewe tayari kina wanga wa kutosha, pia unakiongezea mafuta. Au nyama au vitu vyovyote vile unavikaanga, unaviroast, unaviongezea tena. Kwa hiyo ukichoma au ukichemsha ni safe zaidi, na mtu anapata nini? Anapata matokeo. Kwa hiyo kuna guidance ya vyakula ambavyo mtu atapata na tunamuongoza. Then mtu akimaliza C9 inatumika siku 9 tu, na mtu akianza siku ya kwanza na ya pili, ya 3 anafanya, tunapima uzito, tunaendelea siku ya 3 mpaka ya 9, miongozo ya kula anapewa. Then kwa zile siku 9 watu wengi sana wanapungua kuanzia kilo 3 mpaka kilo 6, wengine 7, wanaendelea sasa na program inayofuata ya F15. Kama nilivyowaambia, F15 ni nutritional program pia na ni weight management. Hizi sasa mtu anaweza kazifanya nyingi iwezavyo mpaka atavofikia uzito anautaka. Kwa mfano mtu leo ana kilo zake 20, hawezi kupunguza na C9 kwa siku 9 tu. Kwa atafanya C9, then atakuja F15, ataendelea. F15 ikiisha anaweza karudia tena,
au anaweza akatumia supplement zingine ambazo zipo kwenye hizi program, kwa sababu zinauzwa peke yake na mtu akapata matokeo mazuri. Sasa F15 ni nini? F15 ni program tu ya siku 15 ambayo ina bidhaa kama C9, lakini zenyewe ziko kwa wingi kidogo. C9 siku 9, F15 siku 15. Lengo ni kupata tabia. Tabia kwenye mwili wa binadamu unatengenezwa ndani ya siku 21. So kufanya C9 siku 9, F15 siku 15, jumla ni siku 24. Tofauti na kufanya C9 peke yake ni siku 9 peke yake. Kwa mtu leo, imagine umeanza, unataka kuwahi kuamka asubuhi kila siku. Umeamka tu siku 2, 3 au 5, hautaweza kuwa tabia yako. Lakini ukifanya siku 21, inakuwa tabia yako. Ukifanya siku 90 inakuwa lifestyle yako kabisa. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anataka kufanikiwa kwenye kupungua uzito, whether awe kupungua uzito au kupata tabia, whether uwe mnene uwe mwembamba, fanya zote. Fanya C9, fanya F15, utajikuta unapata tabia nzuri kabisa ambayo unaihitaji. Sasa hapa kwenye uzito hapa kwenye C9 hapa, lazima uhakikishe unamguide mtu vizuri, na eventually atanunua F15. Then akishanunua hiyo F15, unamguide tena vizuri, anaweza akaendelea program inayofuata. Mfano mimi na mtu currently tumetoka 100 kama 19, kwa tukapiga C9 na F15, tumetoa zaidi ya 10 na kitu. Saizi amechukua Garcinia, Them, Vanilla na Aloe Vera Gel. Hizo namuendelezea nazo. Saizi anaendelea. Tena natakiwa leo au kesho nimuulize progress yake ikoje, ili tuweze kufika nia yetu, tushuke chini ya 100 kabisa. Kwa hiyo lazima umguide mtu vizuri, na atanunua tu kwa sababu matokeo atayaona vizuri zaidi. Kuna hii program hatuko nayo Tanzania, lakini unaweza kuipata pia. Forever Lean. Forever Lean, moja ya products nzuri sana ambayo unaweza kuitumia, na hii Forever Lean inasaidia kwenye kwenye weight management vizuri sana. Yani kuna dada nilikuwaga nampa hizi, akawa anazifurahia sana. Kwa hiyo inasaidia pia hata kupunguza ile yani ufyonzwaji, yani mwili wako kugeuza yale mafuta yani kubadilisha wanga kwenda kwenye mafuta kirahisi. Kwa mtu anavyoitumia ile, inamsaidia mtu yale mafuta yaliyoko wanga uloutumia haupeleki kwenye mafuta kirahisi, ambayo mafuta yanaendaga kuhifadhiwa kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Kama nilivyosema, pia inasaidia, ina chromium, kwa inasaidia metabolism, inaweka uwiano sawa wa protein katika mwili wako pia, hii Forever Lean. Lakini pia inasaidia temporary, ina inhibit, yani uwezo wa mwili wako kuabsorb calories ambazo zinapatikana kwenye vyakula vya sukari ambavyo unakula mara kwa mara. So sometimes unapata mtu anakuambia bana, tu tunasema ukitaka kwenda kula vibaya, kula lean. Kwa hiyo kila lean, kwa mfano unaenda kula ice cream, itazuia ufyonzwaji wa ile sukari kutengeneza mafuta. Lakini just imagine hiyo lean ukila yani ukila hivyo hivyo bila kuzingatia, utakuwa na uzito mkubwa sana. Kwa hiyo usinywe sumu kwa sababu tu una maziwa ndani, lazima ucontrol. Kwa hiyo lazima ucontrol. So feedback za wateja wetu ni nyingi sana. Okay, si feedback za wateja ambao wanatumia. Mteja akupe feedback mapema sana. Yani mtu akishaanza siku ya kwanza ya pili, apime uzito ili impe progress. Kama anakosea ujue, kama apati matokeo ujue nini changamoto, chakula au ni nini. Kwa wateja wanapata matokeo siku ya pili tu, mtu ameshapunguza kilo 2, kilo 3, siku 6 watu wanapunguza kilo 6 na kuendelea. Kwa hiyo inaonyesha kabisa it's possible. Watu wa cleanse wanapata mpaka matokeo ya pregnancy. Mimi na wateja zaidi ya 20 na kitu ambao wameshashika ujauzito, wengi, na wengine living testimony, wana watoto, tunaheshimiana. Kuna wengine wamekuwa hadi supervisor kwenye business, saizi wanafanya biashara kwa sababu walishakuwa hivyo. Lakini sio kila mtu mwenye changamoto ya pregnancy basi anatakiwa afanye nini, atumie C9. Kwa nini watu hawapati ujauzito? Wengine unene ule au mafuta yanazuia mbegu kupita.
kuna wengine unene unachangia homoni zinakuwa ziko vizuri. So mtu akitumia anapata matokeo mazuri, anapata matokeo kwa sababu ana cleanse. Mwingine period zinaanza kukaa vizuri, mwingine anakuwa anapata hormones zinakaa vizuri, mwingine mbegu zinapita vizuri, ndio maana unapata ujauzito. Kwa hiyo sio uhakika kwamba mtu yeyote akitumia atapata hayo matokeo, lakini ni nzuri pia. Wateja wanaulizaga, nikitumia mimi sijazaa nitazaa kweli? Kwa hiyo majibu ndo haya jamani, watu wanapata matokeo mengi sana. Lakini pia jambo lingine la msingi, feedback za wateja ziko nyingi. Kuna wateja ukiwasaidia watakushukuru, watakuona kwamba umewasaidia sana. So hakikisha sio tu unamuuzia mtu products, muongoze. Mimi na rafiki yangu natoaga mfano siku zote nikitrain. Mimi nimemsaidia kupungua uzito kutoka 118 mpaka saizi ana 68, lakini mtu ambaye ameweza kumaintain for toka 2018 mpaka saizi. So sometimes hata challenge iliyopita nilimshtua, nikamwambia bro, it's time, let's do cleansing. Akasema sawa, niletee Ijumaa. Kwa hiyo huwa anafanya cleansing tu, lakini sio kwamba anatumia products kila siku anafanya C9, hapana. It's been more than sijui miaka mingapi, kutoka 2018. Kwa leo ambaye unanisikiliza hapa, soma hayo maelezo hapa. Anasema you never know how you have changed my life bro, may God keep you. Those moments of encouragement matter a lot. It's not about products. Keep helping more people. Yani sio tu kuuza products. Unaweza ukauza ukafurahia hela, lakini usimguse yule mtu, kwa sababu ataishia njiani, ataitumia vizuri, mwingine ataitumia sione matokeo. Kwa jali wateja wako unavyowauzia. So tukaongea vitu vingi. Huyu jamaa ndio huyu hapa, unaweza kumuona hapa. Kuna baadhi ya watu niliwaonesha wakashangaa. Kwa siku ya kwanza nimepeleka products, nilienda na Safe I think, then siku nyingine kaenda na Wilbert. Walivyomuona baadaye alivyopungua walishangaa sana. So it's something that inawezekana kwa kila mtu, lakini pia inafanya kazi kwa watu wengi. Mtu yoyote, can you imagine huyu dada hapa amepunguza kilo 9. Yani hizi nyama hizi, huyu mdada ni South Africa, punguza kilo 9. Kuna watu wengi ambao wamepata matokeo tofauti tofauti. Kuna huyu dada huyu alikuwa ni downline wangu pia, ni business partner, anaitwa Von. Alitoa kilo nyingi na bado akawa na shape yake vile vile. Jamani, yule unaosema shape hii hapa, si unaliona lipo Kwa hiyo mtu ambaye usiache kuuza eti kwa sababu sijui nini, kubadilisha maisha yao kabisa completely. Leo ukimzungumzia Dama, ni mtu ambaye mtu unamuona anafanya mazoezi, lakini kuna programs. Mimi siku ya kwanza Dama namwambia punguza uzito, baadaye alinikatalia sana, ila baadaye akasema Said, naomba nikusikiliza sasa, niko tayari. Nikamwambia nunua C9 na 15 tuanze. Mimi siwezi hata kuruka kamba, mimi siwezi hata, nikamwambia utafanya huku makambako kuna baridi, nikamwambia utafanya. Kwao nilimfundisha, ndio maana kila siku ananitaga mi coach, kwa sababu transformation imefanyika na inaonekana, as you can see, na ana discipline kuliko hata mimi right now. Saizi ana discipline kuliko mimi. Jana kaniamsha hapa, nikamwambia mzee, mimi leo siamki, wewe nenda tu kapige tiza. Akaenda akakimbia kilomita zake 15, na mtu alikutana naye Instagram tu kuna Namibia, kwa akajenga urafiki, wakaanza kupiga tizi. Kwa hiyo imagine mtu ana discipline tofauti, na kwa sababu tu kuna siku ulimsaidia, so you can change. Lakini C9 imempa hela. Yani kama kuna bidhaa ambazo ameziuza Dama na amepata hela ni C9. Hata mimi guys, yani I've made a lot of money kwenye hii C9. Yani hela nyingi mno kuliko products yoyote ambayo nishawahi kuipata in forever. Kuna watu wamebadilika sana sana sana. Huyu mteja wangu alinitafuta miaka 3 iliyopita, hakununua. Kuna siku tu nimekaa nikashangaa hela imeingia. Nikapiga akaniambia, "Hope umepata hela." Niliona nisijiulize, nitume hela, kama umbadilishaga namba utajijua mwenyewe. Lakini akapungua, baadaye pia akaanza biashara. Anaitwa Maula, ni downline wangu pia. Sasa mimi wateja wangu wote niliwageuza kuwa biashara, almost wote. Yani saizi kila mtu nambadilisha. Leo wenyewe nimebadilisha wawili. Kwa hiyo kwa sababu gani? Kwa sababu ya matokeo. Muongoze mtu vizuri, atafanya hata biashara. Kwa hiyo dada alipunguza kilo 17. We have a lot of people. Naomi yuko Kenya, nilikutana naye 2019, nikamwambia nunua C9 na 15, njoo inbox ni kutrain. So Naomi hii siku alinitumia picha, ametoka ofisini, ndo tukaanza leo. Naomi amepunguza uzito vizuri na anaendelea, inampa hela vizuri. Wengi tunamfahamu Raula, amemaintain sasa, kutoka ujauzito kwenda yeye hajatumia sasa C9, alitumia mafuta ya samaki,
kuna Dr. Elizabeth audio ya mama anayenyonyesha, tunaweza tukatumiana ukajifunza. So kuna sio kwamba C9 ni mbaya kwa mama mjamzito, mama anayenyonyesha, sorry. Ni hapana. C9 mama anayenyonyesha ni kwamba yeye atakuwa anapunguza hamu ya kula, ambayo inaweza ikamfanya asipate maziwa ya kutosha. Kwa hiyo mtoto atashindwa kupata maziwa ya kutosha, lakini anaweza kutumia C9. So mbadala wake tunatoa ile gasini ambayo inapunguza hamu ya kula, tunaweka tunaweka Actic C, aloe vera gel wakati wa ujauzito au baada ya ujauzito. Mtu anakuwa anakula kula hamu zile, mama mjamzito anakula vyakula tofauti. Kwa hiyo tunampa hizo products zingine kama mbadala, alafu tunampa na vanilla kama meal replacement, anakuwa anabadili mlo wake tofauti tofauti. So watu wametumia, wamepata matokeo. Raula, wengi mnamfahamu Raula, unaona alivyo, lakini alikuwa hivi. Kuna wateja wengi, huyu rafiki yangu na ni mteja wangu ambaye ananuaga product sana, kitu akikaa anasema Said, I want to cleanse, kwa hiyo nahitaji ni cleanse. Kwa akisema nahitaji ku cleanse, ananunua C9 yake, anaanza. Kukiwa kuna challenge, ananitumiaga message Said, I want to cleanse. Kwa hiyo alipost Instagram, nikamwomba hizi picha, akaniambia nifiche sura. Basi lazima uheshimu privacy ya mteja. Kwa hiyo ficha sura ya mteja, ficha na watu wengine. Flora wengi mnamjua, mama Madeje, na amepungua vizuri sana, mama watoto watatu, lakini ukiona sio kama, yani amepungua kweli kweli. So these are real people ambao wamepungua. Huyu dada pia yuko Burundi. Wengi ambao kama mmesafiri safiri mtakuwa mmemwona. Kwa watu wamepungua vizuri. Naomi huyu hapo tena amepungua vizuri, na Naomi nikakutana naye tena kapungua vizuri. So we have a lot of people. Kuna Jessica Paul, na nilikaa naye siku moja, nikamhoji, nikamrekodi na video, amepungua. Na pia alikuwa na changamoto za hormones. Kwa C9 inasaidia watu wengi sana, na watu wamepata matokeo ya kutosha. So these are real people. Bado tunaweza kutransform watu wengi ambao wako huko nje. Kuna mtu hapa aliniuliza swali, je, kukiwa hamna C9, mbadala wa C9 ni nini? Unamwona Zawadi, I remember Zawadi, sijui kama anakumbuka, nilimwambia just start. Siku moja Zawadi alikuja pale, amekaa kwenye iced yake hivi mnene, nikamwambia Zawadi, unajua ulishapunguaga uzito, lakini hii hali hii sio nzuri. Sama Saidi, sana naanzaje tena? Nikamwambia hapa, anza na Garcinia na Them. Garcinia na Them Zawadi ndo zimemsaidia kupunguza, then baadaye huko ndani akaanza aloe vera gel, ana add na products zingine. Garcinia na Them Zawadi zimempunguza more than 30 kgs guys, zaidi ya kilo 30. Kwa hiyo ambaye unanisikiliza, mbadala wake Garcinia tuko nazo, Them zimeisha juzi tu, lakini bado still zitakuja, lakini pia C9 jamani zinakuja. Kwa hiyo Garcinia na Them inaweza kafanya kazi vizuri, lakini pia tuna Garcinia na Vanilla inaweza kafanya kazi vizuri. Kwa mfano mtu anaweza kucontrol chakula, unampa Garcinia na Them. Mtu hawezi kucontrol chakula, unampa Garcinia Vanilla ili itumike kama meal replacement. So matokeo ni mengi na ni mazuri, na watu wengi, hata mimi nimepungua. Yani kila kitu nikivaa kinakaa vizuri, na ndugu yangu pale. Na niwaambie tu jamani, afya ni gharama, na usipoigaramia lazima kuna siku utaigaramia. Kwa kama upendi kufanya mazoezi, anza kufanya. Upendi kula vizuri, kula vizuri, kwa sababu afya ni gharama. Ukienda hospitali, dokta akikwambia bwana lazima upungue uzito, utaanza kumfatisha. Lazima ufanye hiki, ufanye mazoezi, utaanza kufatisha. So mpaka hapo nitakuwa nimemaliza session yangu ya C9. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Hii training itakuwa recorded, utaenda kuisikiliza tena na tena, ila pia YouTube kuna training zingine ambazo nishazifanya za C9. Nataka ni muinvite sasa Pius Kichele aweze kutufundisha namna gani ya kuzimarket hizi C9 na F15 au bidhaa zote za C9. So Pius, nataka ni unmute, sijui unatumia jina gani. Pius, unaweza ukachati hapo ukasema unatumia jina gani ili niweze kukuweka. Zawadi anasema uliona natia aibu kwenye familia. Yaani wewe ulikuwa unatia aibu kabisa, mama chanja. Okay, Pius, unatumia jina gani jamani? Okay. Pius alioko karibu na Pius jamani aniambie, au kiongozi Amedeus uko naye? Yes, yuko hapa. Okay, nimesha kuweka co-host hapo kiongozi. Karibu sana Pius. Sawa.